Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kwa sasa, ambapo klabu ya soka ya Young Africans wameweza kutoa taarifa yao rasmi kabisa kwa kile kilichoweza kutokea mara baada ya mchezo kuweza kushindikana kucheza kwa klabu ya Simba kugoma kuweza kuingiza timu uwanjani. Klabu ya soka ya Young Africans wao wameweza kutoa msimamo wa klabu yao ya Young Africans rasmi kabisa, wakiweza kuwajibu pia TFF pamoja na bodi ya ligi kuhusiana na kurudia mchezo huo, ambapo TFF walitangaza kwamba watatangaza tarehe mpya ya mchezo huo, huku klabu ya soka ya Young Africans wao wakisema ya kwamba hawapo tayari kwa kile ambacho walichoweza kukizungumza. Wamezungumza kitu gani zaidi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa, kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, Young Africans wameweza kutangaza taarifa rasmi kabisa katika vyombo vya habari kuweza kujua kila nini ambacho kinachoendelea sasa hivi kwenye kikosi chao mara baada ya game ya dabi ya Kariakoo kuweza kususiwa na klabu ya Simba kwa kile ambacho walichoweza kukitoa kwamba kanuni zilivunjwa. Sasa Young Africans wameweza kuweka hadharani kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo, huku wakiweza kufunguka sababu kubwa ambayo iliweza kupelekea wao kuweza kuona kama kile kilichotokea wao wako sahihi, ambapo taarifa kwa umma Machi 9, 2025 kamati ya utendaji ya Young Africans chini ya rais muhandisi RC Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi yani MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanya kwa ajili yao, na baada ya hapo kutokea sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi ya kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa zaidi kwamba hawakuwa wamefuata taratibu.
huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Young Africans. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa tulivu wakati uongozi ukiendelea ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea kwenye kile ambacho kimeweza kutajwa. Imetolewa tarehe 9 mwezi wa 3 2025, Young Africans wakiweza kuweka taarifa yao juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea mara baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuweza kususiwa na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa kile kilichoelezwa. Kanuni zenyewe zinasema wazi ya kwamba mtu yeyote atakayeweza kugomea mchezo kutokana na sababu zisizokuwa zinazoeleweka, ambazo sababu zenyewe zimeahirishwa kwamba kitu ambacho kitakachofanya mechi kuahirishwa ni pale wakati labda pengine hali ya kiusalama au matatizo ya hali ya hewa ndio pengine yanaweza kusababisha mechi kuahirishwa, ama timu pinzani ambapo inaweza kupata shida, mfano kama vile Dodoma Jiji walipopata ajali wakati ule, kila mmoja aliweza kushuhudia hilo. Kwa hiyo yenyewe haikuwa na wasiwasi wowote kwamba uwezo kucheza wachezaji wengine wako na majeraha, kwa hiyo mchezo kaahirishwa. Kwa hiyo hizo ndo sababu ambazo pengine zinaweza zikawa zenye mashiko zaidi kwa mechi kuahirishwa, lakini tofauti na hapo mchezo unaendelea kama kawaida. Kwa hiyo atakayegomea basi atakatwa pointi na pointi zingine kuvuna ambaye aliyeweza kupata kuwepo uwanjani, ambaye kwa Young Africans wanayo hiyo haki. Tusubiri kuweza kusikia tamko lipi itakuja kutoka TFF na